unapokuja kwenye maombi, ninarudia, usije tu kutaka vitu. Mtake mwenye vitu. Vitu vinakwisha. Ukiwa na mwenye vitu, vikiisha ataleta vingine. Usije tu kuombaomba, bali uwe unazungumza na Mungu katika madhabahu. Vikiisha yeye ataleta vingine. Unaweza kuwa na kila kitu ulicho nacho, lakini kama huna Mungu, kuna ombwe katika maisha yako. Kuna uwazi, na uwazi huo anayeweza kuuziba ni Mungu wa mbinguni peke yake. Pumziko halisi halipatikani katika kunywa pombe, halipatikani katika kucheza kamari, halipatikani katika mambo ya dunia. Pumziko la kweli linapatikana katika mikono ya Yesu. Nina haja nawe kila saa, hawezi mwingine kunifaa. Yesu na kuhitaji. Sio mwaka fulani, sio mwezi fulani, sio siku fulani. Yesu na kuhitaji kila saa. Niwezeshe Mwokozi, naam nakujia. Wangapi tuongoze beti la kwanza na beti la pili tunapoimba pamoja, nina haja nawe kila saa. Katika tafakari ya kurejea madhabahuni leo, tunaporejea madhabahuni, sio Mungu anayetuhitaji sisi, bali sisi tunamhitaji yeye zaidi. Nina haja naye. Unaporejea katika madhabahu, unapokuja kwenye maombi, ninarudia, usije tu kutaka vitu. Mtake mwenye vitu. Vitu vinakwisha. Ukiwa na mwenye vitu, vikiisha ataleta vingine. Usije tu kuombaomba, bali uwe
unazungumza na Mungu katika madhabahu. Vikiisha, yeye ataleta vingine. Lakini ukitaka vitu vikiisha pasipo mwenye vitu, rafiki, hutapata mahali pa kuvipata. Tunaporejea katika madhabahu pamoja na maombi yanapelekana na neno la Mungu. Hakuna maombi bila neno. Hakuna maombi bila Mungu kuzungumza nasi. Nisikilize kwa makini. Tunapoomba, sisi tunawasiliana na Mungu. Tunaposoma neno na kulisikiliza, ni Mungu anawasiliana na sisi. Hivyo hakuna maombi bila neno, na hakuna neno bila maombi, kwa sababu kwa maombi tunazungumza na Mungu, na kwa kusoma neno Mungu anasema nasi. Sema haleluya. Na Mungu anasema nasi katika maombi, katika madhabahu. Hapa ndipo tunapojifunza na kusikia sauti ya Mungu. Tunainua mioyo yetu kufika kwake. Nina haja nawe kila hali. Maisha haya ni bure ukiwa mbali. Unaweza kuwa na vyote vya dunia. Unaweza kuwa na majumba. Unaweza kuwa na magari. Unaweza kuwa na kila kitu ulicho nacho, lakini kama huna Mungu, kuna ombwe katika maisha yako. Kuna uwazi, na uwazi huo anayeweza kuuziba ni Mungu wa mbinguni peke yake. Beti hili la 3 na la 4. Nina haja nawe kila saa. Maisha ni bure, ulimbali. Nina haja nawe, nifundishe, na ahadi zako zifikishe. Mangombe, tuongoze beti la 2, la 3 na la 4. Nina haja nawe kila hali. Maisha ni bure, ulimbali. Yesu, nakuhitaji. Hivyo kila saa niwezeshe Mwokozi, nakujia. Nina haja nawe, nifundishe, na ahadi zako zifikishe. Yesu, nakuhitaji. Hivyo kila saa niwezeshe Mwokozi, nakujia. Leo tutakuwa tukiomba kwa ajili ya wanandoa wakongwe. Ndoa yako ni kongwe. Jana tulikuwa na ndoa changa hapa. Ndoa kongwe, kwa nini usitafute nafasi yako? Njoo hapa tuombe pamoja. Njoo hapa tuombe pamoja. Ndoa kongwe, karibu hapa. Njoo, hata kama mume wako hayupo, mke wako hayupo, tembea hapa, tembea hapa. Ndoa kongwe, ndoa kongwe, wanalea wajukuu. Ndoa kongwe, ndoa kongwe. Njoo na tabasamu, usije na makwazo. Njoo na tabasamu, njoo. Na kama uko na mke wako, shika mkono kabisa, tumsaidie bihene kutengeneza ndoa katika jina la Yesu. Shika, ni wako huyo. Kamata, mwambie twende kwa Yesu. Beti la mwisho tunapoimba na mkutano mzima unaposimama.
tuimbe tena chorus. Yesu nakuhitaji. Yesu nakuhitaji, hivyo kila saa niwezeshe Mwokozi, nakujia. Ahadi ya Mungu leo inatoka katika kitabu cha Mathayo sura ya 11 na mstari wa 28. Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Katika dunia iliyojaa masumbuko, masumbuko kazini, masumbuko shambani, masumbuko kwenye biashara, masumbuko nyumbani, masumbuko kwenye malezi, Yesu anasema njooni. Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Pumziko la kweli, pumziko halisi halipatikani katika kunywa pombe, halipatikani katika kucheza kamari, halipatikani katika mambo ya dunia. Pumziko la kweli linapatikana katika mikono ya Yesu. Na huyu ndiye aliyetualika, na huyu ndiye anayeleta mwaliko. Anasema njoo, njoo na mizigo yako, njoo na taabu zako, njoo na changamoto zako, njoo na masumbuko ya kila aina, na mimi nitakupumzisha. Rafiki, je, umesumbuka vya kutosha? Umesumbuliwa na mambo ya dunia? Wanandoa wenzangu wa Kongo, masumbuko ya malezi. Watoto wa sasa hivi si kama wale wa zamani. Masumbuko hayo, peleka mizigo kwa Yesu. Peleka masumbufu kwa Yesu. Lete mizigo yako kwa Yesu, naye ataibeba. Baba yetu na Mungu wetu, kila kichwa kimeinamishwa chini na kila jicho limefumbwa. Iko mizigo ya magonjwa, iko mizigo ya madeni, iko mizigo ya hasara, iko mizigo ya ushirikina na nguvu za giza, iko mizigo ya mapepo na mashetani kwa aina zake, iko mizigo ya manyanyaso, iko mizigo ya kunyanyasika, iko mizigo ya kudhulumiwa. Ninasimama hapa, wengine wako wamedhulumiwa haki zao. Wewe Baba ujuaye kugawa haki, wewe uliyetuita ya kwamba utatupatia pumziko, Bwana, katika kurejea madhabahuni jioni ya leo, tupe pumziko halisi katika maisha yetu. Wengine wetu tumejaribu ulevi, tumejaribu kuvuta bangi na kila aina ya madawa, hakuna pumziko. Vikiisha masumbufu yako pale pale. Bwana, tumekimbilia kwako, na tunasema kama Daudi, tumekimbilia kwako ili tusiaibike milele. Bwana, ninawaleta wanandoa wakongwe katika mikono yako. Wabariki, watendee mema, watendee ushindi. Wengine umri umekwenda, umri umesonga, wako watoto wamezaliwa, tumewalea, wengine hata hawakumbuki wazazi. Baba, katika ombi hili, katika madhabahu leo, katika madhabahu haya leo, watoto ambao hawakumbuki nyumbani, Bwana, leo wakapige simu. Katika mikutano hii wakapige simu, wakumbuke wazazi, wakumbuke huyu baba, wakumbuke huyu mama. Baba, turudishie watoto wetu. Shetani amewateka nyara, warudishe kwa mkono wako. Yesu, asante kwa baraka zako, asante kwa neema yako. Ushindi ni hakika katika jina la Kristo Yesu Bwana. Amen, amen, amen. Bwana awabariki sana. Bwana na watendee mema.